watu ambao mnaingia sasa hivi leo tuna Dr. Aviti John Mochi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, taasisi kongwe ya sayansi za bahari. Tuko naye hapa leo, tutaongelea kuhusu mada ya ufugaji viumbe maji baharini. Sasa kabla hatujaanza, naomba nisome biography ya Dr. Mochi, na leo lugha tutakayotumia itakuwa ni lugha ya Kiswahili. Tutatumia lugha ya Kiswahili, lakini sehemu ambayo tutakwama daktari tutaweza kutumia Swanglish. Kwa nitasoma biography yako ambayo ipo katika lugha ya Kiingereza, na baada ya hapo tutaenda kuanza mada yetu. Kwa hiyo kwa wasiomfahamu Dr. Aviti Mochi, Dr. Aviti Mochi is a senior lecturer and head of Marine Technology and Innovation Section at Institute of Marine Sciences of the University of Dar es Salaam with PhD in chemistry. He has over 20 years experience in research, consultancy, and public service in mariculture and integrated agriculture aquaculture. He introduced finfish mariculture, which has taken off in all districts of the Tanzanian coast. He has worked for 1 year for FAO as a senior national consultant on development of mariculture sector project for the Ministry of Agriculture, Natural Resources, Livestock and Fisheries in Zanzibar. And from 2013 to 2019, he has initiated a process that led to NORAD Project Aquatic Health in Eastern and Southern Africa, which introduced veterinary in aquaculture in Africa. His 22 years in aquaculture led him to win first prize and 5th Research Week competition of University of Dar es Salaam research category. Kwa hiyo kwa hii biography tunaona kwamba tunaongea na mkongwe ambaye amepionea mariculture kwa Tanzania. So Dr. Mochi, bila kupoteza muda, ningependa kuanza. Wiki mbili zilizopita tulikuwa na Mr. Rucho kutoka Association of Aquaculture Tanzania, ambapo yeye alitudadavulia changamoto mbalimbali ambazo zinapatikana katika sekta ya aquaculture kwa ujumla. Moja kati ya changamoto aliyosema ni kwamba sehemu za ufugaji wa baharini bado hatujaweza kuzitumia vizuri. Kwa hiyo tukasema tumtafute leo mtaalam ambaye anaweza akatudadavulia, je, tunakwama wapi kiasi kwamba tumeweza kwa kiasi kidogo kuutilize sehemu za freshwater fish farming, lakini sehemu ya mariculture inaonekana kama tunakwama. So swali la kwanza, unaweza ukatupa historia kidogo kwa ufupi ya mariculture Tanzania, na je, ni shida ni nini? Kwa nini bado tuko nyuma? Asante sana. Labda nianze kwanza na historia kifupi ya mariculture katika Tanzania. Kwa mujibu kwa kumbukumbu zangu mimi, mtu wa kwanza tuliyemgundua sisi, pengine kuna wengine hatukuwajua, ambaye alikuwa anafuga samaki alikuwa kwenye uwanda wa Chwaka, ambaye iko huku Zanzibar, ambaye alijenga mabwawa mwaka 87. Ndio. Very small scale, lakini alikuwa wa kwanza. Lakini wakati sisi taasisi ya sayansi za bahari tumeanza shamba letu la majaribio kule Makoba mwaka 96, tulikuta na wafugaji kule Pemba ambao walikuwa wanafuga samaki kwenye bwawa la Chumbi. Ndio. Na sisi wakati tunaanza hakukuwa na degree zinazoitwa aquaculture katika Tanzania. Sasa hivi zimekuwepo, kwa hiyo tunaliona. Kwa hiyo tulitoka sisi ambao hatukusoma aquaculture, tukaenda tukajifunza kama kwenye shamba darasa mpaka mwaka 2004, ambapo tulidisseminate ile elimu kwa maafisa uvuvi wote wa mikoa ya Pwani. Na utaona kwamba baada ya hapo mabwawa ya kwanza kule bara yalijengwa Mtwara mwaka 2004, ambapo kwenye rekodi ya FAO wamerekodi tani 2. Nadhani kwa kumbukumbu nilizonazo mpaka 2013 zilifika tani 230 za mwatiko. Na umeniuliza changamoto, sasa labda niingie huko. Ndio. Kwanza, duniani kote fresh water wanafugwa kwa wingi kuliko marine water. Kwa hiyo ufugaji mwingi wa samaki duniani siku zote ni fresh water. Sasa hivi ndio ukiweka na marine plants tunakaribiana kuwa equal kwa weight na sio kwa value. Sababu zinaweza kuwa nyingi, lakini mimi sababu moja kubwa kuliko zote ambayo naiamini inatokana na
na availability of natural resources. Kwani kuna natural resources nyingi sana, na huwezi kumfanya mtu afanye bidii ya kulima kama akienda huko porini anapata. Na ndio maana ukiangalia hata katika wizara zetu, kwa mfano wilaya rich kama Rufiji, utakuta effort ya kufuga samaki ni ndogo kuliko wilaya nyingine ambazo sio rich, na coastal resources ni nyingi. Lakini pia hata katika coastal resources ukiangalia ile mikoa yenye population density kubwa ambayo socio-economically inawalazimisha watu kutafuta namna ya kuishi, utakuta kwamba Zanzibar sasa hivi wanaongoza katika nchi hii katika exploitation of marine resources, kwa sababu kuna pressures nyingi. Ile sehemu ya kupata chakula cha siku inakuwa imekosekana. Na la mwisho kabisa, mara nyingi kwenye freshwater aquaculture, na hasa ukizingatia kule ambako sio kwenye maziwa, mtu anafuga kwenye bwawa lilo jirani yake, matokeo yake ulinzi uko vizuri. Lakini watu wetu na hata wale wanaofuga kwenye maziwa au bahari, hata wa China wanajenga banda juu ya lile keji yake, ili hapo siku zote pana mlinzi. Sisi bado tuna ufugaji ambao ni unafuga samaki bwawani na ni baharini, unakwenda kulala nyumbani. It doesn't work. Kwa hiyo tuna kitu labda mindset ya kutaka kubadilishwa. Lakini labda niseme na cha mwisho ni kwamba freshwater aquaculture imeanza miaka ya 1940. Marine aquaculture kama nilivyosema mimi, nitasema ilianza 2000 ukiondoa seaweeds ambazo zilianza mwaka 90, hii nyingine ilianza mwaka 2004. Kwa hiyo lifespan nayo is a contention, ni kitu kinachohusika pia hapa. Nafikiri kwa kifupi ndio ninaweza kusema. Aha, sawa daktari. Tunashukuru kwa hayo maelezo. Kabla sijaenda kwa swali lingine, naomba niulize swali. Kuna mtu anauliza vifaranga vya mwatiko vinapatikana wapi? Maana hapa ulielezea kuhusu mabwawa kuwekwa Mtwara 2004, na nadhani vifaranga mlivyoviweka vilikuwa vya mwatiko. Ndio. Kwa hiyo huyu anauliza vifaranga vya mwatiko sasa vinapatikana wapi currently? Tunavipata wapi? Katika vifaranga mwatiko anazaliana kwenye bahari kuu, actually kwenye coral reefs kule kwenye ukingo wa bahari kuu. Lakini yale mayai yanaletwa pwani na upepo. Kuna current ambayo huwa inakuja kwenye pwani ya Afrika Mashariki, ambayo inakuja ikishafikisha pwani, wanakuwa tayari ni viluilui, huwa wanakimbilia kwa kufuata density gradient, wanakimbiliaga kwenye mikoko ambako ni sehemu ya kujificha mpaka watakapokuwa wakifikia ukubwa fulani, wanakimbia tena wanaenda baharini. Ndio maana hatupati mwatiko wakubwa huku. Ila mwatiko vifaranga ukiweza kwenda kwenye mikondo ya mikoko, hasa wakati wa full moon au dark moon, wakati maji yanaingia, ukatega wavu, maji yakitoka wanabaki. Na ndivyo watu walivyokuwa wanapata vifaranga vya mwatiko. Vikiwepo vinakuwepo kwa wingi sana, tofauti na samaki wengine. Sawa. Na kwa sasa wanapatikana wapi kama mtu akivihitaji? Mpaka sasa hivi bado tukio ni hilo, lakini niseme actually baada ya effort za uanzishaji wa ufugaji wa samaki, serikali ya Zanzibar iliona effort inayofanyika, na mwaka 2016 wakajenga multi species hatchery ambayo kudesigned kuzalisha vifaranga vya mwatiko, kaa na majongo bahari. Mpaka sasa hivi wanazalisha majongo bahari, lakini mwatiko walileta mtihani mwingine kwamba kupata mwatiko ambaye amemachua si kitu rahisi. Na hata ukimpata, mwatiko ni samaki mwenye nguvu sana, ni vigumu sana kumcapture baharini mpaka ukampeleka kwenye bwawa, hata pamoja na kutumia chemicals za kumlaza, bado ilishindikana. Tulifanya mara nyingi sana majaribio hayo, tumeshindwa. Tulipata mpaka mwatiko wenye kilo 8, lakini hatukuweza kuwafikisha kwenye hatchery.
Matokeo yake na Daktari, nataka nikukatishe hapo hapo ulivyosema kwamba kuna majaribio mbalimbali mmefanya mkawa mmeshindwa. Naomba hapo nisome swali la Fadhili. Yeye anauliza kwa nini mara nyingi miradi mingi ya ufugaji wa samaki wa baharini haidumu kwa muda mrefu? Na hapo umesema kwamba kuna majaribio ambayo mnafanya yanashindwa. Je, kuna shida nini? Swala la Fadhili anauliza kwa nini miradi mara nyingi haidumu kwa muda mrefu, na vile vile naomba uweze kugusia kwa nini haya majaribio yanafanyika alafu yanakwama. Nini ni shida? Shida ni nini haswa? Asante sana. Labda niseme kwamba hayajakwama. Unapoanza process yoyote unahitaji kuirefine. Na hiyo exercise, kwa mfano kwenye mwatiko sasa, baada ya kushindwa kuwaleta, tumewachukua wadogo, wamekuzwa sasa hivi wako zaidi ya kilo 3. Wakifika kilo 4 wanaweza kulazimishwa kuzaa kwa stripping, au wakifika kilo 5 kuendelea wanaweza kuzaa naturally. Kwa hiyo vifaranga eventually watapatikana. Hiyo haijashindikana. Ila imebidi tuanzie hadithi mwanzo. Kwenye crabs tuko kwenye stage ya mwisho ya production ya crablet, lakini crabs wanakwenda kwa molting, percent wanao survive huwa ni ndogo sana, ni around 2 to 3% kama umekuwa expert kabisa. Sasa hiyo level ya expertise hatujaifikia. We are hoping for breakthrough anytime. Ile hatchery haikufungwa, maana ikifungwa ndio tutasema tumefeli. Kwa hiyo tunaamini kwamba pamoja na kina Fadhili na wengine ambao tumeingia kwenye hili somo, tutakuja kusaidia hii effort eventually iwezekane. Sawa, mimi kwa haraka kama nimeelewa daktari ameongelea kuhusu swala la expertise. Inamaanisha tukiangalia katika sekta ya mariculture kuna uwezekano kwamba hatuna vile vile expertise wa kutosha. Hiyo na yenyewe nadhani ni fursa kwa vijana ambao wanaangalia sasa hivi kwamba wanaweza wakaengage katika masuala ya mariculture, kwa vile kuna fursa ya kuweza kufanya vitu mbalimbali. Daktari, nikiweza kurudisha kidogo, wakati unaongelea historia ya mariculture, unaongelea kuhusu mindset za watu kuhusu kilimo hiki. Unaweza ukaongelea zaidi, yani ni mindset za aina gani ambazo watu wako nazo kiasi kwamba inafanya hichi kilimo bado kinabaki nyuma? Na je, nini kifanyike tuweze kubadilisha hizi mindset alafu tuweze kusonga mbele zaidi? Hilo swali ni gumu na rahisi. Nitalitolea mfano. Kwa mfano, ukimchukua Mhindi ambaye ametoka kwenye very high population density, ukamleta Tanzania, atakamata kipande kikubwa cha ardhi ambacho hataweza kukimiliki. Lakini huyu Mswahili anaweza kauza ardhi yote kwa sababu hajawahi kuona shida ya ardhi. Na hivyo huyu mvuvi wetu, kama resources ni nyingi, hajawahi kuona shida ya chakula. Na imagine hata processing, samaki wanatoka ziwa Victoria wanaliwa mpaka Zanzibar waliokaushwa. Lakini Mswahili kufikiria kukausha samaki wa baharini amuuze bara, it has only started recently, nafikiri kwa prawns, wale freshwater shrimps. Kwa hiyo ndio mindset. Tunashindwa hata kufikiria kwamba watu wa Dodoma hawapati samaki wa maji ya chumvi. Na ni issue ya kwamba kama resources ni nyingi, anatakiwa aje mtu mwingine labda kutokea mixture ya culture ambayo itafanya hiyo mindset ibadilike. Vinginevyo sisi wataalamu tujipachike kule katikati, tutengeneze mashamba yetu au tusimamie mashamba yetu, wafike mahali watu waone mbona kumbe hili linawezekana. Lakini bahati mbaya pia ukienda mtaalamu anasema huyu amesoma ndio maana amepata. Tunatakiwa tumbadilishe yule mtu mwenyewe, lakini kubadilisha utamaduni ni kitu kigumu mno. Kama mtu ambaye anaishi kwa mlango wa makuti, lakini ana eka 20 za miti ambao ni namna hiyo, ushindani huwa unakuja baada ya kutokea shida fulani. Kwa hiyo watu wanaishi kama wanaishi mpaka watakapobadilika. Sawa daktari, naomba nisome swali lingine. Kuna mtu anauliza, yeye akitaka kuanzisha ufugaji wa mwatiko katika mikoko, anatakiwa kupata ruhusa au kibali wapi? Hilo swali nafikiri sio langu sana, kwa sababu lakini kibali cha ufugaji wa samaki nafikiri siku hizi
kimewekwa kwa makundi, inategemea na size ya samaki unaofuga, inategemea na intensity. Of course kuna masuala ya kimazingira, na nadhani mchakato unaofanywa na wizara sasa hivi ni wa kujaribu kurahisisha huo upatikanaji, kutengeneza kama one stop shop, mahali pamoja, ofisi moja, ukapata vitu vingine vyote, lakini pia kuangalia level ambazo ufugaji pengine unaweza kuruhusiwa katika ngazi ya wilaya, mwingine mkubwa zaidi ngazi ya mkoa, mpaka unapofika level ya taifa, labda wewe ni investor mkubwa. Na nadhani wameweka pia vigezo vya ukubwa wa mabwawa na intensity, idadi ya samaki unaotaka kuweka. Hilo naomba lisiwe langu, niseme sio msemaji wake. Sawa, hamna shida, tutafutia msemaji kwa zaidi siku nyingine. Daktari, naona katika tangu tumeanza tumeongelea sana kuhusu mwatiko. Vile vile tunajua kwamba kilimo cha mariculture sasa kwa sehemu kama za Zanzibar iko dominated na seaweed. Sasa tukitoa seaweed tukaachana na mwatiko na vile vile umeongelea crabs, ni species gani wengine ambao tayari tumeshaanza kuwachezea katika mariculture ambao wameonyesha potential kwamba wanaweza wakafugwa na wakatuletea faida kama nchi? Tukiachana na seaweed, tukiachana na mwatiko, tukiachana na crabs ambao tayari tumeongelea. Labda niseme nitakuja kujilaumu mimi mwenyewe kama scientist. Tumekuwa na tabia ya kutafuta species nyingi sana kabla hatuja maliza mmoja tulie naye. Na katika species moja ambayo tumeletewa kama zawadi na Mungu ni majongoo bahari. Jongoo bahari mmoja, kilo moja kavu, inauzwa kati ya dola 50 mpaka 80 kwenye export market, lakini ukienda kununua pale China kama chakula inakuwa ni dola 1800 kuendelea pa kilo. Kwa hiyo hilo ni eneo moja. Jongoo wanazalishwa tayari, nimesema, kwa Zanzibar, wanafugika kirahisi kuliko samaki wengine wote. Labda tatizo utakalopata ni kuibiwa, kwa sababu hata mtu akimchukua jongoo mmoja kwa mkono mwenye gramu 400 mbichi tayari atapata shilingi 10,000, na kwa Mtanzania shilingi 10,000 ni nyingi. Kwa hiyo ukifuga majongoo unatakiwa pia utafute ulinzi. Ila nadhani ni moja katika species ambazo zina potential kubwa kuliko seaweed, kuliko mwatiko, kuliko nani nyingine yote. Sawa, majongoo bahari. Naomba kuna swali hapa kutoka kwa Valeri kabla tujaenda kipengele kingine. Naona limejificha, nitauliza kwanza la Fadhili. Valeri, nitalisema swali lako muda si mrefu. Anauliza mpaka sasa Tanzania kuna aina ngapi ya samaki wa baharini wanaofugwa kwa wingi zaidi, na kama unaweza kuwakumbuka daktari. Anauliza mpaka sasa Tanzania kuna aina ngapi ya samaki wa baharini wanaofugwa na kama unaweza kuwakumbuka. Japokuwa katika discussion yetu nadhani daktari amelijibu hili swali. Alitutajia mwatiko, ametutajia ametutajia na recommendation kwamba majongoo bahari wao ndo wana high economic value ukiangalia na ukilinganisha na wote. Lakini vile vile daktari, kama unaweza ukaongezea katika hili swali la Fadhili, labda aweze kupata upeo zaidi. Yeye swali lake kubwa ni mpaka sasa Tanzania kuna aina ngapi wa samaki wa baharini ambao wanafugwa mpaka sasa hivi? Tangu tumeanza mariculture mpaka sasa hivi kuna aina ngapi ya samaki ambao wanafugwa wa baharini? Labda niseme duniani kwa kiasi kikubwa samaki wa kuzaliwa toka baharini kwa wingi zaidi mpaka leo ni mwatiko. Okay. It's very interesting. Ambao ni Philippines na nani. Bahati mbaya bahari haina varieties nyingi za samaki za kufuga kama bara for some reason. Lakini kuna samaki anaitwa mallet. Mallet ana jina la Kiswahili. Mallet, nafikiri kuna mtu atamjua. Wale wanafugika sawa na mwatiko, wana share the same water resources na kila kitu. Lakini tulikuja kukuta pia kwamba kuna aina za perege walioko huku pwani. Kuna perege wa Rufiji, kuna perege wa
wa Zanzibar au wami ambao baadaye tumekuja kugundua ni samaki huyo huyo. Lakini kuna samaki wa pangani, tilapia pangani, kuna tilapia zilii, na kuna nafikiri hata kuna tilapia Mozambicus ambao wako Mozambiki. Hao samaki wana uwezo wa kuishi baharini katika salinity kubwa kama mwatiko. Labda niseme mwatiko anavumilia, japo sio vizuri kuvumilia. Labda tutakuwa na swali la nini kinatufelisha katika kufuga. Hilo ningependa sana kulizungumza kama muda utatosha. Anavumilia salinity mpaka ya 99 na zaidi, nishapima. Huyo anaitwa nani huyo samaki? Yupi? Anaitwa nani? Huyo ulokosema anavumilia sana salinity mpaka 99. Aina za perege ambao wanaishi kwenye maji ya pwani. Yaani Rufiji tilapia, wami tilapia, pangani tilapia, Zanzibar tilapia, wote wanafika katika maji ya bahari. Sawa. Sasa daktari, naomba vile vile nikurudishe, kuna swali hapa kutoka kwa Valeri. Tulikuwa tumeongelea mindset kama moja kati ya changamoto ambazo inafanya tusipige hatua katika mariculture, ila Valeri anauliza, je, ufinyu wa soko la ndani kwa samaki wa kufugwa aliwezi kuwa changamoto mojawapo ya watu kutokuwa na motisha ya kujihusisha na ufugaji wa samaki hasa wa baharini? Mimi siamini kama tunaweza tukasema kuna ufinyu wa soko la ndani. Na hata kama ufinyu kwa soko la ndani, bado kuna soko la Afrika ambalo halina vikwazo vingi. Leo watu wanachukua samaki hawa anchovy Zanzibar wanauza Zaire, wengine wanakuwa smuggled out. Lakini tunakusanya samaki kwenye yale maeneo tunayovua, tunakaa nao mpaka wanaoza. Lakini samaki yule angefika Singida, angefika Arusha. By the way, kuna dagaa anaitwa dagaa wa Zanzibar, japo ni hawa wa Tanzania. Pale Arusha wananyang'anyiwa. Lakini kama tungeweza kufika mahali tukapeki wale samaki wakawa na shelf life kubwa, mimi naamini kwamba hatujaweza kulisatisfy soko la Tanzania. Na hasa ukizingatia pia na mabadiliko ya diet. Watu wanakimbia kwenye nyama, watu wanakimbia kwenye white meat na kwenye red meat. Na samaki wana minerals kwa sababu kukaa kwenye maji ya bahari, they have a bigger balance of minerals kuliko wanyama wa nchi kavu. Hatujawahi kutoa, kuna watu kule Mtwara anakula wanaita samaki mchanga. Hatujawahi kupeleka samaki kule kwao, na wale wanakula samaki wakavu bila kuchagua. Kwa hiyo it's an exploited area. Sawa. Naomba nisome comment kutoka kwa Mahika. Mahika anasema, Dr. Mochi, tatizo la vifaranga wa mwatiko ni common kwa nchi nyingi zikiwemo Kenya, Msumbiji na Tanzania. Na shauri tuwe na hatchery ya pamoja tukishare resources chini ya WIOMSA na serikali zetu. Yeye ameshauri anasema kwamba tatizo la mwatiko sio tu Tanzania, ila zipo katika nchi nyingine kama za Kenya na Msumbiji. Ushauri wake yeye ni kwamba tuwe na hatchery ya pamoja huku tukishare resources chini ya WIOMSA na serikali zetu. Wewe daktari, maoni yako juu ya hii comment ni nini? Hilo tuliliamua zamani sana. Nadhani tulikuwa na mkutano wa Fisheries Tanzania. Japo watu kusema WIOMSA, tulisema serikali. Lakini pia nikumbushe pia kwamba tayari Zanzibar kuna hatchery ya mwatiko. Ndiyo. Na haijazalishwa au haijashindwa, na Zanzibar haina space. Ukizalisha mwatiko ni anazaa samaki wengi sana. Kwa hiyo akizaa mara moja tu Zanzibar hawezi consume more than that. Sasa spawning ya pili lazima atakuwa anatafuta soko. Kwa hiyo kama tungeweza kuzungumza vizuri na serikali, tukashirikiana nao na sisi tukachangia huko. Lakini cha pili impress. Unajua sasa hivi aquaculture management is very poor. Walimu ni wengi na wana contradict each other. Matokeo, there's a lot of confusion. Ukienda kwa yule mkulima wa kawaida, unakuta amejenga bwawa na mitaro pembeni ambalo huwezi kuondoa maji yote. Anasema ni mwalimu alimwambia hao samaki wanaenda kujificha huko. Lakini wameenda kujificha huko sababu hakuweza kuchimba bwawa vizuri ambalo liko level
na ambalo ni drainable ili uweze kulisafisha na kulikausha. Sasa ukiingia ugonjwa mahali kama hapo, you can't manage. Lakini pia procedures za kawaida kama za kulisha, za kupima, za kuangalia maji yanabadilishwaje, watu wanajaza maji. Ndio maana salinity tukienda kwenye maua inapanda, kwa sababu hawatoi maji, kila siku wanajazia maji, na wakiona meupe they think. Kwa hiyo matokeo yake, alafu kuna ile overstocking, hiyo iko mpaka kwenye fresh water. Kuna kitu kinaitwa carrying capacity. Eneo fulani la land linaweza likaproduce only that much organic matter, na wanasema kwa nani, kama hujalifanyia kazi at least ni gramu 350 ndio stocking density ya eka moja. Ukiimprove kwa aeration, ya square mita moja, ukiimprove kwa aeration au ukafika mpaka changing maji kila siku, badala kila baada ya wiki mbili, unaweza ukaenda mpaka kilo 2, 3, 4. Ukifika mahali pa mechanization kama ile recirculation wa Korea kwenye samaki ndio wakuta kwenye kilo 75 per cubic meter. Kwa hiyo hiki tunachosema samaki wanadumaa, tunaanza kutafuta mbegu mpaka sijui Ulaya gani. Tunasahau kabisa ile component ya management, kwamba usipolisha vizuri samaki watadumaa tu. Au ukiweka samaki wengi, ile idadi iliyo kwenye square meter moja ikishafika gramu 350, itakuwa ukiweka samaki 100 utapata samaki kwenye gramu 35, kwa sababu ndio carrying capacity. Sasa hivyo vitu tukivizaisha, tutafanya watu watake, and then hatcheries that develop naturally. Sawa. Nadhani hiyo ilikuwa ni point kubwa sana kuhusu all things kuhusu mambo ya aquaculture management. Sasa daktari, tuna swali kutoka kwa Frank, anasema Dr. Mochi, congratulations, nice presentation. Ila je, ni kweli kwamba ufugaji wa marine species ni mgumu ukilinganisha na freshwater species, au tatizo ni wataalam hatuna ujuzi wa kutosha katika mariculture farming? Kuna maswali mawili hapo. Swali la kwanza ni je, ni kweli kwamba ufugaji wa marine species ni mgumu kulinganisha na freshwater species, au je, ni kwamba tu hatuna ujuzi wa kutosha wa mariculture farming? Labda niseme kwa kabla hatujafika huko, tuzungumzie kwanza kupata marine species ambayo ni suitable for farming. Okay. Miaka ya nyuma sisi tulipoanza aquaculture, it was not allowed, ukuwa unaruhusiwa kufuga carnivorous species. Kwa sababu rahisi tu kwamba carnivorous fish anakula samaki. Unaacha kilo 4 za dagaa kupata kilo 1 ya barakuda. Lakini bahati nzuri kaja ndugu yetu Mchina ameanza kuwafuga wote. Sasa kama tutafikia mahali tuwafuga wote at the expenses of the environment, basi tutapata suitable very good species na wanafugika, hawana problem kabisa. Ila sisi tulikuwa tunashindwa kuwafuga kwa sababu ya environmental criticism. Ukiondoa hao, ukija kwenye samaki wengine, ukienda sijui parrot fish, ukienda sijui nani hawa, tulianza na samaki moja anaitwa catfish. Walikuwa wagumu sana kufuga kwa sababu wanakufa kirahisi mno. Ndio hapo unapokuja kukuta kwamba tulikuta kwamba mwatiko pengine sio mtamu sana. Actually ni mtamu sana, ila akifika certain size anakuwa na miiba migumu sana. Kumbe tukimla katika gramu 300 ambayo ni suitable table plate amount, ambaye atakuwa na kichwa mpaka miguu, watu watanunua kwa wingi sana. Lakini tunataka akue afike gramu 500 mpaka 1000, mifupa inakuwa very brittle, anakuwa hawezekaniki kula, na akishanunua mtu mara moja hataki hata kusikia. Ndio maana tukaja tukafikia kwenye marine tilapia, kwa sababu katika tilapia anayejulikana duniani, you don't have to look the market for tilapia dunia nzima. Lakini samaki kama mwatiko, ukitoka nje ya Tanzania labda utafute soko Filipino na Indonesia. Kwa hiyo kulikuwa na hiyo selection ya marine species, nayo is very difficult tusipoenda kwenye carnivorous species. Samaki wengi wanaopendwa wa marine ni carnivorous. Kwa hiyo sioni kama kuna tofauti ya utaalamu. Kwa sababu gani? SUA imeanza miaka mingi iliyopita,
wanafundisha fresh water. Okay? IMS mpaka sasa hivi hatujaanza aquaculture per se. Nafikiri DASFO wameanza aquaculture na fisheries kama degree, sijui kama wana aquaculture. Kwa hiyo ya marine fish is very very new, tukubaliane. Experience ya tangu tulipoanza kufuga na experience ya tangu wataalamu walipoanza kuwa produced. Kwa hiyo tutakuwa tunawaonea tukisema kwamba hawapo. Lakini pia kule kwenye mabwawa tunakoenda kutoa utaalamu, walioko kule wengi pia ni wa fresh water. Kwa hiyo ukifundisha kitu marine, yeye anakuja kutransform, yeye ndio msimamizi yule aliyetoka serikalini, anakitransform kinarudi kwenye some kind of utaalamu una overlap. Sawa. Kwa daktari, kwa maelezo yako vile vile inaonyesha kwamba tukiongelea mariculture ni sekta ambayo bado inaendelea kukua. Na bado tunaenda is a new experience. That inamaanisha kwamba hata wataalam vile vile ni wale ambao wana experience za long time, bado inahitaji kunacha watu wengine waweze kuingia katika sekta. Exactly. Na sio kufikiria 20 years ambayo tumeanza ya majaribio na 60 years, no sio 80 years ambazo aquaculture imekuwa katika Tanzania hii ya fresh water. Lakini kuna breakthroughs kama tulivyoona seaweed imeanza mwaka 89 Zanzibar, lakini sasa hivi Tanzania ni nchi ya 3 duniani kwa marine kwa red seaweed production, nchi ya 5 duniani kwa seaweed production na nchi ya 9 kwa marine plants. Hiyo is not a small achievement. Tunaweza tukapata breakthrough ya namna hiyo pia katika Majongo, I believe, but we need to expose it. We need to tutengeneze mashamba darasa ambayo yanaonekana, mtu akwambie nimevuna tani 5 za Majongo na nimepata bilioni ngapi sijui. Sababu tunaposema tani 5 za Majongo is not a small job. Kama tunasema kwamba kilo moja ni dola 50. Is not. Nitasoma swali lingine kutoka kwa mdau, anasema extension services kwa upande wa aquaculture kwa asilimia kubwa naona Valerie unaweza ukaandika. Okay, sawa, nimekupata. Anasema extension services kwa upande wa aquaculture kwa asilimia kubwa haipo kwa wingi wa wataalam katika eneo hili. Je, hili tunaliongeleaje? Nini lifanyike? Anachoongelea ni kwamba extension services katika upande wa mariculture wataalamu wake hawako wengi. In fact, labda kama extension officers, kama tunazungumzia extension officers ambao ni wale wa serikalini, labda Zanzibar tu peke yake ambayo imetokea kuzungukwa na bahari ndio tunaweza tukasema kuna experience yote ya marine, au pengine watu 2 watatu waliotoka IMS na COAF labda wanaweza kwa wapo itokeza tu mwenyewe kama na kule Mtwara. Tukimaliza miaka 3 tunaondoka, project imeisha na ile project inakufa. Na nafikiri ni kitu ambacho kipo hakiwezi kufika hata miaka 5. Ndio maana nasema it is too early kusema kwamba mariculture imefail. Sawa. Vile vile napenda kutoa acknowledgement. Nimeambiwa hapa leo tuko na director wa aquaculture Ministry of Livestock and Fisheries, Mr. Mahika Charles. Tunashukuru sana kuwepo nawe hapa. Nimepewa tu taarifa sasa hivi. Vile vile nitasoma comment yake ambayo nadhani iko kwa njia ya swali. Director anauliza kwa nini tunachelewa kupromote hao tilapia? Kwa nini tunachelewa kupromote hao tilapia kustock na mwatiko ambazo nyingi ziko suboptimally stocked? I think anaongelea kuhusu masuala ya kupromote. Kwa nini tunachelewa kupromote hawa tilapia na hawa mwatiko ambazo ziko suboptimally stocked? I think suboptimally labda anaongelea sio kwa kiasi kikubwa. Kwa nini tunachelewa kupromote? Nadhani nitakuwa nimelisoma ipasavyo. Kama sio unaweza ukaliandika tena. Daktari, si umeipata swali vizuri? Kwa nini tunachelewa kupromote hizi species?
Nafikiri nimelipata vizuri. Ndio. Moja, labda nianze na huyu marine tilapia. Sikutumwa na ofisi yangu, lakini najua kwamba kuna kituo ambacho kinajengwa pale Pangani na ambacho kimesha produce several species za marine tilapia, na baada ya kuhakikisha kwamba tumesha wajaribu, tulipata tena bahati pia ya kufanya crossbreed ya tilapia wa Rufiji na tilapia wa Ziwa Victoria. Tukajikuta kwamba wale tilapia wa Rufiji ni wanaitwa super males, wakikutana na tilapia wa Lake Victoria wana produce all male tilapia. Kwa hiyo process ambayo tunayo, nafikiri Levinus anaweza kusaidia zaidi kama yuko kwenye kundi, ni kwamba tunajaribu kutengeneza brood stock separate, moja line ya Rufiji tilapia, moja line ya Ziwa Victoria tilapia, tutengeneze tupate samaki wakubwa aina zote mbili, and then to across. Aim ya cross hawa ni kwamba unapata all male kwanza. Samaki wanapokuwa ni madume matupu wanakuwa na size moja, na size yenyewe inakuwa kubwa kwa sababu hakuna nguvu inayopotea kwenye production of eggs au vitu kama hivyo. Lakini cha pili, unapokuwa na samaki hao wakafugika baharini, wale marine Lake Victoria tilapia hawa survive kwenye maji ya chumvi. Wakifika 12 to 20 wanakufa. Lakini ukiwa cross, wale crossbreed wanaishi kwenye salinity zote. Na by the way tumegundua kwamba salinity kati ya 15 na 25, samaki yote anaweza kuishi katika ile salinity, anakuwa haraka zaidi simply kwa sababu mwili wake unakuwa kwenye isotonic equilibrium na maji. Kwa zile biological pump ambazo zinatakiwa zitoe chumvi, zishikilie chumvi ndani au zitoe chumvi nje, au zikaushwe zitoe maji nje, zinakuwa hazina haja ya kutumika. Kwa ile nguvu yote inatumika kukua. Promotion ni process. Kwa tulitaka tufike mahali tumeshagundua wanavyokuwa, wana growth rate nzuri sana. Siwezi kutoa mingi kwa sababu kuna watu wana vitabu vyao wanaandika. Lakini tunataka hatimaye sasa tujenge shamba darasa, tuchukue vibali vya nchi, maana pia kutawanya mbegu ni lazima uwe na vibali vya nchi. Lakini kuna issue nzima ambayo kuna dhana kwamba samaki wafugwe kwenye zones zao. Sasa unapompeleka baharini, kuna mtu anafikiri kwamba sio zone yake kwa maana ya genetic pollution. Lakini argument yetu kwamba marine tilapia wako in contact na bahari. Hawa Rufiji tilapia wako in contact na bahari miaka yote. Hawa Rufiji wami tilapia wako in contact na bahari. Hawana uwezo wa kufanya genetic pollution, na wangekuwa nayo wangeshafanya. Wakiwa baharini uzaaji wao unakuwa sio mwingi kama wakiwa kwenye maji baridi. The only tilapia ambaye amehusishwa na marine na pollution ya bahari, yani akaweza kwa sababu baharini ni hawa wa Mozambiki, hawa Mozambicus. Hawa wanajulikana wanaweza. Kwa hiyo we want to use that argument ili samaki huyo afugwe baharini, lakini akifugwa kwenye fresh water, kama tunaogopa pollution, afugwe na wakulima ambao tunajua kwamba wana uwezo wa kuwa contain wale samaki wasitoke nje, meaning kwamba hawawezi kufugwa kwenye ziwa. Na pia wakifugwa kwenye mito, wasifugwe kwenye mito au sehemu ambayo inaweza kuingia kwenye mito mikubwa. Lakini ni kweli hiyo promotion inayosema inatakiwa. Na kuhusu Mwatiko sasa, promotion yake isingeweza kutokea kabla hatujazalisha vifaranga wa uhakika. Nashukuru kuwepo kwa Mahika, maana tumehangaika naye sana katika hili swala. Naona hapa kuna Dr. Mahika Charles anasema asante kwa majibu, na ametoa clarification kwamba yeye ni former director. Asante daktari kwa kuwa hapa. Vile vile naomba nisome, kuna comment hapa moja daktari ambayo inakusupport, imetoka kwa Agriculture. Anasema wataalamu bado wako wachache kwa sababu bado ni sekta mpya kidogo. Ni kitu ambacho tumekiongelea, ni kweli ni sekta mpya na kweli wataalamu wachache. Hivyo watu hawajajua bado umuhimu wake. Tembelea page yetu ujifunze zaidi. Alikuwa anamjibu mdau mmoja ambaye alikuwa ameuliza hapo juu. Na kuna tena
naona hapa Dr. Maika anauliza tena, when are we going to upscale farming of Rufiji tilapia? Again, hilo haliko mikononi kwangu direct, lakini I believe kwamba ndani ya miaka miwili au mitatu we'll have that answer. Bahati nzuri kuna developments nyingi zinafanyika kule Pangani sasa hivi na tunaamini kwamba sana. Sawa, asante daktari. Kwa ambaye anakuja sasa hivi, topic yetu ni ufugaji wa viumbe maji baharini Tanzania, na tuko na Dr. Aviti Mochi kutoka taasisi ya sayansi za bahari ambayo iko chini ya University of Dar es Salaam, na tunakaribisha maswali. Kama una swali lolote kuhusu sekta, karibu sana. Kwa vile sijaona swali jipya, nitaenda kuuliza swali lingine. Daktari, wakati tupo katika maelezo, ulieleza kwa kiasi gani kilimo cha mwani kilivyokuwa mpaka sasa hivi Tanzania tunashika namba 3 duniani, si ndio? Katika kuproduce mwani. Na vile vile umetoa recommendation kwamba katika species ambayo inabidi tumwangalie kwa jicho la 3 ni jongo bahari, ambaye nadhani kwa Kiingereza ni sea cucumber huyu, ambaye anaonekana kwamba ni very high economical value. Ila vile vile nikiangalia ilituchukua miaka mingi kidogo tangu uliposema miaka ya 90, yani mpaka tukaja kupata ground nzuri katika kilimo cha mwani. Je, wewe unakionaje hichi kilimo cha jongo bahari? Unaona kwamba bado tuna mwendo wetu ni mrefu kiasi gani ili watu waweze kujikita tuwe tunafanya kilimo cha jongo bahari kiweze kutunufaisha kama mwani kinapotunufaisha sasa hivi? Labda kabla tujaenda huko niseme kwamba kama tulivyofanya kwenye mwani, kuna sekta ilijiingiza kwenye mwani ikaushupalia. Kwa mfano wakulima wa mwani, more than 90% ya watu 25,000 waloko Zanzibar ni wanawake, ndio wakulima wa mwani. Na bahati nzuri tokea ni sekta ambayo katika Zanzibar haikuwa na shughuli nyingi, haikuwa na opportunity nyingi za ajira. Kwa hiyo ilipokuja ajira hii wakaingia kule wote. Kwa ilikuwa ni kama vacuum, kama walipata nafasi ya kuweka vacuum. Ilipoletwa ilikuwa wanaume, lakini wanaume bahati mbaya wanataka waende baharini, wapate samaki, wauze leo. Hawataki kungoja kwa wiki 6. Kwa hiyo ile ikawa ni sekta ambayo wanawake ndio waliweza kuwepo. Wanawake wakajiondoa, wakaingia wanaume watupu. Sasa kwenye majongoo, mwani kwanza nao umepata changamoto nyingi sana. Kuna haya masuala ya climate change. Mwanzo tulianza na mwani ambao una value kubwa sana, mara 5 ya Spinosa. Lakini kufikia miaka 2004 yakatushinda kabisa kufuga. Tukapropose kufuga kwenye maji makubwa, ambayo ilianza kuimply kwamba ufugaji ufanywe na wanaume. Na mpaka leo we are sure kwamba ukifuga kwenye maji marefu, mwani ule utaota maradufu. This has not happened. Bado mwanamume anataka apate cha leo, hataki kufikiria cha kesho. Issue nyingine, kuna bahari kubwa sana bara. Na mwani ulipoanza ulioteshwa pwani yote ya bara. Lakini kwa sababu wale wanunuzi wengi ni wa Zanzibar na barabara zilikuwa mbovu na nini, kile kilimo kilikuwa mpaka Mtwara, mpaka Tanga, kikaja kuisha kwa sababu wanunuzi hawaendi. Sasa hivi barabara ni nzuri, napata shida sana kujua kwa nini hatokei mnunuzi wa bara hata kama atawauzia wa Zanzibar. Kwa sababu nafasi bado ipo. The opportunity ni kubwa sana. Kuna wanawake kule Songo ambao wamejituma kweli kweli, lakini inaishia kwamba soko is a problem. Na sasa nimesema kwamba kuna changamoto ya kilimo cha mwani. Bahati mbaya hiyo changamoto kwenye kilimo cha majongoo is not that big. Majongoo yanaishi kwenye uchafu. Kwa hiyo unaposema environmental whatever pollution, kwa mfano nutrients peke yake zinatosha kuua mwani, kwa sababu unazaliwa mwani mwitu mwingi unakuja kwa subordinate. Lakini ukileta mwani mwingine ukauleta kwenye majongoo wamepata chakula ambacho ni huo mwani wenyewe, kwa sababu kishaoza yeye anafyonza, ni filter feeder. Kwa hiyo unakuwa umeongezea chakula.
Na in fact sasa hivi effort iliyoko Zanzibar ili wale wanawake wanaofuga wanaolima mwani wasinyang'anywe ni kuchanganya majongoo na mwani. Sasa na majongoo hayakimbii, hayachukuliwi na maji, sidhani, yani hayana changamoto ya kiafya zaidi ya predation. Predation is within our control. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba ni aina nyingine ya dhahabu ambayo imekuja Tanzania. Yamekuwa overexploited, yamekwisha. Tukianza kuyalima after some time yatakuwa reestablished. Kwa hiyo kutakuwa na majongoo mwitu, kutakuwa na majongoo ya mfugaji. Lakini license, watu wakishaanza kulima, license ya kuuza majongoo yatakuwa kwa mfugaji hata kama yako mwitu. Kwa akienda mtu mwingine kuuza majongoo ataulizwa umetoa wapi. Kwa hiyo huyu mkulima sasa anakuwa pia ni soko la yale majongoo mwitu yatakao, na ninavyosema yanakuja kuzaliwa haichukui miaka miwili au mitatu kurestore. Kwa sababu wale waliacha kuzaliana, kwa sababu ukiwaokota sana distance between female and male inakuwa kubwa, kwa hiyo fertilization inakuwa hakuna. Lakini the moment you put them together, mayai yataenea kila mahali, and then kwa sababu serikali haitaruhusu wewe kuokota, stock itakuwa reestablished. Pengine serikali itafungua, lakini kwa kumprotect mkulima, kwa mfano nani ya Zanzibar ni kuruhusu anayeuza awe na leseni ya kwamba ana shamba lake. Sawa. Kwa hiyo nasema ni goal imetufikia. Sawa. Daktari, naomba nisome swali lingine. Kuna mdau anauliza, is there a potential ya kupatana na commercial hatchery kwa ajili ya waandaa brooders wa Rufiji tilapia? Anauliza kama kuna potential ya kupatana na commercial hatchery kwa ajili ya kuandaa brooders wa Rufiji tilapia. Anaangalia kama kuna hiyo opportunity ya partnership. Naamini kabisa kwamba, mimi sio msemaji, lakini IMS kwa kule nakofanya kule Pangani has always been imekuwa ikitafuta partners sehemu nyingi sana. Kuna wakati tulikuwa na watu wa Wild Fish, na nadhani Wild Fish bado wako Tanzania, na tulitakiwa tukae nao kutengeneza the first gift tilapia for Tanzania, na nadhani mkataba tayari upo, ila ni kwamba utekelezaji tu haujaanza. Lakini partner yote tutakayempata, whether educational au governmental au wa nje au NGO, kwa kweli that's what we are gearing for. Ni university ya serikali, na university yote ya serikali inachotakiwa kufanya ni kufanya public service. Na hiyo kama tunaweza tukatoa vifaranga, hata kama tutauza at a certain level, bado kwetu tutaita ni public service. Sawa. Nadhani mdau amesikia potential ya kupatna ipo, na Dr. Mochi amemention kwamba IMS branch yao ya Pangani wako always on the outlook ya kuangalia ni mtu gani ambao anaweza kupatna nao. Kwa hiyo fanya huo mchakato. Naomba nisome, kuna swali lingine hapa umetoka kwa mdau mwingine, naona limejificha, naomba muda kidogo. Huyu anasema ni jambo zuri kuzalisha vifaranga na kuvigawa kwa wafugaji. Je, tumewaandalia mazingira gani wafugaji kwa upande wa utaalam na hata teknolojia kuhakikisha kwamba inakuwa sustainable? Uli mention hatchery ambayo ina produce vifaranga. Huyu mdau anasema ni jambo zuri kama tutazalisha vifaranga na kuvigawa kwa wafugaji, lakini swali lake kubwa, je, tunaandaa mazingira gani ya kuwaweza kuwawezesha wafugaji kufanya kwamba wanaweza kuvitumia bila vifaranga na ufugaji wao unakuwa sustainable? Tulipokuwa nadhani hilo liko tulipokuwa tunafanya kazi na FAO, introduce ufugaji wa viumbe vitatu. Kuna majongoo bahari, kuna hao mwatiko, na kuna kaa. In the process tulifanya pia training za ufugaji, hata kama tumewatoa kwenye wild. Tumefanya training za ufugaji wa mwatiko, tumefanya training za ufugaji wa kaa, na tumefanya training za majongoo. Lakini pia tumejenga mashamba darasa, tumeeleza mambo ya stocking density, na tulikuwa tunagombana kweli, maana mtu anasema hapa vifaranga 10 kwa square meter, vinginevyo sita produce kitu.
Sasa mpaka kumweleza mtu kwamba ukiweka vifaranga 10 utapata samaki wa gram 35 kwa mita moja ya mraba, kama una process yote zaidi ya kujaza maji, ilikuwa ngumu sana. Na wengine tulishindwa. Kuna wengine walikataa kwamba tusitumie mashamba darasa yao. Lakini tuliweka shamba darasa moja Pemba, tuliweka shamba darasa moja Zanzibar kwa each of these species. Na aim ambayo tumeiachia wizara sasa ni kuendelea kufuata ule ukuaji na kufuata ule utendaji, kuona kwamba wanakuzwa jinsi ilivyotakiwa na wanafikia kile kima ambacho kitakuwa kimepita hivyo vingine, ili kionyeshe kwamba uzalishaji ni productive. Kwa hiyo nadhani kwamba kabla hujawapa watu, huwezi kuwapa watu vifaranga ukaenda zako. Lazima ukae nao umalize japo cycle moja ya production, na uwe umeproduce kitu ambacho kitamuimpress kuendelea. Tuna problem moja huwa napendaga kuisema japo watu wengi hawaitaki, na sometimes nafikiri huwa tunalazimishwa ili sijui kuzuia tusiendelee. Watu anakuambia kwamba unapotafuta wadau au wanakuletea project za nje, utafute uangalie unawasaidia vipi watu walio maskini sana, unawasaidia vipi wajane, sio unawasaidia vipi wazee. Issue ni kwamba huwezi kutafuta wakulima bora kwa kuchagua age category au kwa kutumia watu wengi ambao ni maskini sana. Sio maskini wa pesa, ni maskini wa namna ya kutafuta pesa. Kwa hiyo ukimpelekea pesa umeenda kuzichimbia. Na bahati mbaya tumejigroom hivyo, na hata ukienda kule wilayani watu watakwambia unaenda kumsaidia huyu si ana pesa. Lakini yule ambaye ana pesa, na nimekuta hiyo sehemu nyingi, yule ambaye tayari alikuwa na uwezo wake ndio anakuwa mwepesi zaidi. Kwa je, tunataka kufuga samaki au tunataka kumkomboa hata yule ambaye uwezo wake ndio ulipofikia? Kwa hiyo nayo imekuwa ikiturudisha nyuma. Lakini tunaamini kwamba kama tunaweza, kwa mfano tukaenda na shamba letu tukaliweka pale, tukaweka wakulima wote wa kategori zote, wakaliona mpaka wakavuna, wakashuhudia walichovuna, ukiondoka pale wale walioondoka kila mmoja atatoka na akili yake, na eventually utapata 15-30% watakao lima, na wakilima wale wengine sasa wanaanza kuiga. Sawa. Valeri, nategemea umesikia maono na majibu kutoka kwa daktari. Daktari, naona muda unakimbia, nitasoma comments nyingine. Kuna mdau anauliza Seaweed Innovate. Seaweed Innovate ni kampuni. Wanasema Seaweed Innovate wameanza shughuli hii ya kufanya kilimo cha maji marefu na pia kuangalia namna gani pwani ya bara itaweza kuwa na uzalishaji mwingi wa mwani pia. Kwa hiyo hii ilikuwa ni comment kwamba kuna kampuni wao wanaangalia namna gani pwani ya bara inaweza kuwa na uzalishaji mwingi wa mwani. Wameanza kwa maji marefu. Asante kwa hiyo. Alafu vile vile amesema sea cucumber is another gold mine in Tanzania. I like that Dr. Mochi. Anakubaliana na wewe kuhusu swala zima la majongo bahari, ni dhahabu yetu inayofuata Tanzania tukiachana na kilimo cha mwani. Vile vile mdau mwingine anauliza watu wanaosimamia sera pia watusaidie katika kuhimiza na kuikuza hii sekta. Research nyingi zimekuwa zikifanyika ili kukuza sekta, lakini zinabaki kwenye maandishi. Daktari, hii ilikuwa ni comments, lakini unaweza kuongelea kidogo kuhusu hii comments? Yeye anasema kwamba watu wanaosimamia sera watusaidie katika kuhimiza na kukuza sekta. Vile vile akaendelea kusema kwamba research nyingi zimekuwa zikifanyika ili kuikuza hii sekta, lakini zinabaki kwenye maandishi. Daktari, vipi rai yako kuhusu hii comments ni nini? Unakubaliana na huyu mdau? Ni kweli kiasi. Sisi kwa mfano wanataaluma wengi tunaambiwa tuandike majarida, na wakati wa kuevaluate ili mtu apandishwe cheo wanaangalia majarida aliyoandika kwenye international journal ambazo hata mtoto wake hawaandiki, lakini amecontribute vipi katika kuendeleza Watanzania. Siku hizi inapewa uzito, lakini bado ni uzito mdogo, na bado lazima utapeleka jarida uliloandika linaloonyesha hiyo kazi uliyofanya. Lakini ukienda ukimuonyesha mashamba umeweka pale Rufiji, hiyo haitakusaidia. Kwa hiyo tumejikita sana kwenye paperwork. Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kinajaribu kubadilika, lakini it takes time. Lakini na la pili ni kwamba sijui niwekeje,
lakini everybody is trying to do research and dissemination. Unakuta hata yule msimamizi wa research naye anafanya research. Sasa kidogo imekaa ndivyo sivyo, kwa sababu huwezi kuwa mchezaji na refa. Utakiwa ukiwa refa usiwe mchezaji. Sasa kwa hiyo kuna hilo, na kwa hiyo inasababisha kukusanya knowledge. Mtu anakusanya knowledge kwake, anafanya kila anachofanya ni siri, sije kaonekana. Japo mimi wanasema ukitaka kuwa mtaalamu basi uogelee vizuri kuliko wao wengine, sio kuficha siri, ni kuitawanya, lakini uwe always ahead of the others. Sasa lakini tungefanya kazi kwa pamoja kwa uaminifu, tungeacha kuangalia financial benefits, tukaangalia wanasema Socrates alisema kuna golden boys, kuna soldier boys na iron boys. Golden boys sio matajiri. Matajiri ni hii kategori ya pili ambao ndio watawala na nani? Watawala na viongozi wengine. Lakini academician anatakiwa awe mtu ambaye anajiuliza nimeacha nini? What is my legacy? Sasa hicho kwa kweli hapo kuna kitu kinalaki. Ila tungeweza tukaweka pamoja kama team, tungefika mahali. Sawa. Jamani, Dr. Mochi ana emphasize sana kwenye teamwork. Najua kwamba hata hapa wadau mbalimbali mpo katika academic institution, so let's embrace teamwork. Vile vile naomba kusoma comment ya mdau mmoja. Aulat anasema hongereni kwa mada nzuri. Yeye anasema commitment na uvumilivu ni kitu muhimu sana katika sekta ya mariculture na aquaculture kwa ujumla. Ndio maana Mwani tumefaulu kwa sababu wahusika ni wanawake. Nakubaliana na hiyo daktari? Safi kabisa. Na nilikuwa nafikiri au waliokuja uliosema wanataka nini seaweed innovate. Yes, seaweed innovate. Labda